Wadau wa soka wafichua yaliyopo nyuma ya maamuzi ya TFF kuhairisha mechi ya dabi. Mambo bado yanazidi kuwa magumu kwa upande wa soka la Tanzania kufuatiwa na tamko ambalo wamelitoa Yanga Sport Club jioni ya tarehe 9 Machi 2025, ambapo klabu hiyo kutoka Jangwani inazidi kuweka msisitizo juu ya kupewa pointi 3 na kuomba kamati ya wasimamizi wa ligi kuu ivunjwe. Tamko jipya la Yanga limewagusa hisia za mashabiki wengi sana katika mitandao ya kijamii, ambapo mtangazaji wa Crown Media Juma Ayo aliibua hoja kwenye ukurasa wake wa Instagram juu ya maamuzi mapya ya Yanga na kusema kuwa mwelekeo kwa ligi kuu Tanzania bara ni mbaya, na ubaya huu unasababishwa na TFF pamoja na wanasiasa. Ujumbe wa Juma Ayo aliwagusa watu wengi sana, ambapo mwanachama wa Yanga amefahamika kama Kevo alifichua siri kuwa tayari walishaandika barua kwenda kwa viongozi wa kimataifa juu ya sakata lao. Nimesoma andiko la Yanga ikiwa liko sawa kabisa kwa upande wao. Kwa kiufupi, sasa Yanga wameamua kupambana na shirikisho la soka la Tanzania. Kila laheri katika kupambana haki. Naona mwelekeo usio mzuri wa mpira wetu mbele, na haya yote yamesababishwa na TFF wenyewe na wanasiasa. Ndio unajua sasa hivi kaka, sisi tumeshaandika barua kwenye mamlaka ya juu ya kimataifa. Tunaamini mpaka dabi inahailishwa, sio amri ya bodi, ni pressure kutoka serikalini, aliandika Kevo na kudai kuwa viongozi hao wa serikali ambao hawajawataja majina wamefanya yote hayo kwa upendeleo. Hivi basi mwanachama huyo hai wa Yanga amefichua ukweli wa klabu yake kupeleka barua katika ngazi ya kimataifa, na lengo kubwa ni kupata msaada hasa katika kuzinyaka pointi 3 muhimu kutoka kwa Simba Sports Club, kwani walisusia mechi. Mpaka sasa bado mambo yanazidi kuwa magumu kwa viongozi wa TFF, kwani wanatakiwa kutoa maamuzi ambayo lazima upande mmoja utalalamika umeonewa, lakini ni imani ya Watanzania wote kuwa mambo yatakaa sawa na ligi itarudi kwenye ubora wake. Una maoni gani juu ya swala hili? Tuandikie maoni yako hapo chini. Asante na karibu sana.